Naam, wana ukuu Mwafrika, bado tuko tunaangalia mambo yanayoendelea duniani, hususani huko Ulaya Mashariki, kati ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Na katika kitu ninachotaka kukuambia leo ni kwamba Umoja wa Ulaya wamekiri kwa kinywa chao au kwa vinywa vyao wenyewe kuwa kwa sasa Urusi ndiye bosi wa vita. Linapokuja ni swala la kivita, Urusi kwa sasa ndiye bosi wa vita. Na unaweza kujiuliza wamekiri kwa namna gani? Hii yote ni kwa sababu ukumbuke kuwa NATO sio NATO bila Marekani. Na vile vile bajeti ya NATO 60% ni Marekani ndio huwa anatoa bajeti ya NATO. Na NATO hawawezi wakafanya chochote bila Marekani. Ndio maana inabidi sasa wamuombe Marekani. Chochote kile wanachotaka kukifanya lazima wapate go ahead kutokea kwa Marekani. Mesikia juzi hapa Donald Trump alipowaambia hawa wa NATO kuwa sasa hizi ndege za Urusi au kama ni drones zikipita kwenye anga lenu sasa zitungueni, kwa sababu walikuwa wanataka go ahead kutokea kwa Marekani, kwa sababu Marekani ndio bosi wao. Hata mkiangalia tukifuatilia historia na ni kwa nini NATO ilianzishwa, ni Marekani alianzisha NATO maksudi, kwa sababu NATO ni mataifa yako Ulaya kwa karibu tu na Urusi hapo. Kwa hiyo ndo maana unaona alianzisha maksudi, kwa sababu alikuwa lengo kubwa ni kutaka kudili na USSR, Umoja wa Kisoviet ambao uliundwa 1922. Kwa hiyo ulimpa shida sana Marekani na ukawa na nguvu sana. Kwa naye akawa anatafuta nifanye nini. Ndio 1949 mwezi wa 4 tarehe 4 naye akaunda umoja huu wa manyang'au wa NATO, ambao kwa sasa kuna mataifa 32 ndani ya umoja ambao ni umoja wa NATO. Kwa hiyo hawawezi kufanya chochote bila ya Marekani. Sasa ni kwa nini na kuambia kuwa wamekiri wao wenyewe kuhusiana na kuwa Urusi sasa hivi ndio baba wa vita. Siku zote tulikuwa tukiongea hapa na tumekuwa tukiongea kuwa Vladimir Putin ndiye baba mtakatifu wa vita. Lakini sasa wao wameadmiti wenyewe kuwa sasa kwa sasa kumbe Urusi ndiye bosi wa kivita. Yaani hiyo ukanda. Na hii imekuja kwa sababu NATO wanaenda kumuomba Donald Trump au kuiomba Marekani isiwaache. Kwa sababu ikiwaacha basi wako kwenye hati na wamekuwa wakiongea hivyo. Hata viongozi wale, kwanza kiongozi wa katibu mkuu wa NATO, lakini pia kiongozi wa Ulaya, na mnakumbuka hata wakati ambapo Trump anataka kuongea na Vladimir Putin kwenye ule mkutano wa Alaska, mnakumbuka hawa viongozi wa Ulaya ilibidi wamtafute kwanza Donald Trump, wamuombe na kumpa baadhi ya masharti kuwa bwana, tunaomba ukikutana na huyu jamaa huyu mtakatifu wa vita, tunaomba masharti yawe ni haya na haya, bila kutimiza haya basi vita visiishe. Kwa nini? Kwa sababu wanaujua muziki wa Vladimirovich Putin, au wanaujua muziki wa Urusi. Na nilikuwa nimekuwekea makala fulani hapa, kama hujaifuatilia basi utaifuatilia hata pale mwishoni, nitaiweka basi utaiona tu, kwa sababu Urusi ameingia kwenye teknolojia mpya ya kutengeneza makombora ya hypersonic. Makombora ya hypersonic ni hypersonic speed. Kwa hiyo ni makombora ambayo ni ya kisasa mno. Kombora ambayo sasa makombora ya Kinjali na kombora gani tena lile lingine, ni makombora ambayo yana uwezo wa kusafiri kwa kilomita 6,000 kwa lisaa. Yaani ndani ya lisaa yakafika kilomita 6,000. Sasa Urusi ilipo nao, haya mataifa ya Ulaya yalipo, au wanachama wa NATO walipo, sio mbali sana. Kwa hiyo yana uwezo huo wa kusafiri. Hii ni hypersonic speed, au tuseme hypersonic technology. Jambo ambalo hata wachambuzi pamoja na maexpert wa jeshi la Marekani pamoja na NATO wamekiri kwamba Urusi na China wameenda mbali sana kwenye ili swala la hypersonic technology. Makombora ambayo kwa sababu hawa wa NATO wana mifumo ya ulinzi iko pale, mifumo ya ulinzi ambayo ni mifumo mizuri tu ya ulinzi, na mifumo hii imetengenezwa maalum kwa ajili ya kuintercept
makombora haya ya ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, ambayo nafikiri mnayajua haya makombora. Mifumo hiyo ya nini ya NATO ni mifumo ya kisasa iliyotengenezwa kwa ajili ya kuintercept makombora hayo. Sasa na imetengenezwa kwa sababu kombora lile linakuwa predictable, kwa sababu linapopigwa mfumo wa ulinzi una sensi, alafu unajua kabisa, unatabiri mpaka kombora hili linakwenda kuangukia ni wapi. Haya naongelea ni makombora ya ICBM. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sasa, rada ikishaona, alafu rada ikawasiliana, sasa tayari kaonyesha tayari huku mifumo hii ya ulinzi inajiactivate. Ikishajiactivate basi inaenda na kutuma hicho kitakachozuia hilo kombora, kuintercept hilo kombora na kuliyeyushia angani. Lakini sasa mwamba amekuja na teknolojia nyingine, hypersonic technology. Kombora linasafiri kwa spidi zaidi ya sauti. Unasikiaga mtu vile akiongea sauti, unavyoisikia pale pale anapoongea, lakini lenyewe lina spidi zaidi ya sauti mara 10 hilo kombora, na ni hypersonic ukumbuke. Alafu lina uwezo wa kufanya manuva likiwa angani, likabadili mwelekeo. Kwa hiyo yaani wanasema mifumo ya ulinzi hii ya NATO mpaka ije iseme au isense kuwa kuna kitu kimekuja, matokeo yake tayari yatakuwa yameshatokea kule, tayari litakuwa kombora lile limeshaleta madhara. Ndio maana ndugu zanguni, sasa nawaambia hapa kuhusiana na hawa kuadmiti hivyo au kukiri hivyo. Hawajakiri kwa sababu eti sijui ni dhaifu, no, wamekiri kwa sababu ni kutokana na Urusi, the way lilivyo lidude likubwa. Urusi lidude likubwa. Ndio maana wamemwambia Donald Trump, tunaomba baba utushike mkono kwa sababu ukituacha wenyewe tutaangamia. Ndio maneno ambayo wamemuomba sana Donald Trump, au kuiomba sana Marekani, ili Marekani isaidie. Maona, ili Marekani ifanye nini? Isaidie. Na ndio bana unagundua kuwa juzi hapa tunasema Volodymyr Zelensky au Zeleboy, inawezekana amemuingiza King Donald Trump, au ni nini kimekuwa sijui. Kwa sababu ndio juzi kauli ya Donald Trump imetoka kuwa sasa hivi anamruhusu Volodymyr Zelensky kutaka au akiweza aweze kuishambulia moja kwa moja Moscow. Donald Trump ambaye alikuwa juzi hapa anasifu uwezo wa jeshi la Urusi, akirejelea vita mbalimbali kama vita ya 1812 ile ya Napoleon Bonaparte na Urusi, jeshi la Urusi lilipomshinda Napoleon Bonaparte, akielezea vita vya pili vya dunia ambavyo majeshi ya Urusi yalivyopigana kumuondoa mtata Alois Adolf Hitler, akirejelea na vita mbalimbali. Lakini leo hii huyu Donald Trump anamwambia Zelensky, kama una uwezo wa kuishambulia Moscow, unaweza kuishambulia tu Moscow. Na nitakuja nikuambie tena kingine, kwa sababu kitu ambacho Putin amekifanya hapo Kivu kinatisha. Unaona? Kwa hiyo ndivyo. Sasa haya yote yanaonyesha kitu gani? Kwa maana kwamba watu wa Ulaya wanamgwaya Vladimir Putin. Pamoja na hivyo walivyokuwa wanaongea, sijui kuna drones zimeingia Poland, kuna drone nyingine ilionekana imeingia huko Romania. Hao wote ni wanachama wa NATO. Sijui kuna ndege zimepita kwenye anga la Estonia, ndege 2 zile MiG-29. Ndege 3 zilikuwa 3. Ni MiG-31 au 29. Zimepita na nini, lakini walikuwa hawana cha kuongea. Ndio maana hapa nikasema either wachague mambo matatu, moja kati ya matatu. Either watoe matamko, lakini hiyo itawaonyesha wao wamekuwa dhaifu. Jambo la pili pia vile vile waamue kulipa kisasi. Lakini wakilipa kisasi manake watakuwa wamejiingiza kwenye mgogoro wa moja kwa moja na Urusi, yani watakuwa wameingia vitani na Urusi, au waongeze ni swala sasa la vikwazo kisiasa, waendelee kumwekea vikwazo Urusi, pengine iko hivyo. Lakini pia na lenyewe hilo linaonekana halifui dafu au limegonga mwamba kwa Urusi. Kwa haya yote sasa ndiyo yanayofanya watu wa Ulaya wamuinamie Vladimir Putin na kuona kuwa Putin kumbe huyu ndio bosi wa mchezo mzima hapo hiyo Ulaya. Yani ndio bosi kwenye swala la kivita. Kwa hiyo hii wamekiri kwa namna hiyo, kwa sababu wameiomba sana Marekani isiwaache. Kwa sababu Marekani akiwaacha watakuwa katika hali mbaya sana.
Ndio maana unaona Urusi sasa, yaani ndivyo hivyo ulivyoongea. Kwa hiyo ndio bana, ndugu zangu, ni mambo yako hivyo. Sisi kazi yetu ni kuchambua, kwa sababu dunia imechangamka na dunia imeamua kupigana. Sasa kama dunia imeamua kupigana, sisi tuseme nini au tuongee nini? Basi sisi ni kuwaleteeni uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayoendelea huko duniani. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.